Ilikuwa mwezi wa pili tarehe 17. Wanafunzi wanapita watoto kwenda shuleni. Wakamkuta mtoto huyu amelala barabarani pembezoni, kuna vimahindi pale, vichoko vimahindi wamelima pale kwa mabena pale kwenye mabloko. Wakabaki wanashangaa, jamani, kuna mtu amelala hapa, amelala hapa. Watu wakaendelea kukusanyika. Baadaye akaja mtoto wetu mmoja anaitwa Niga, kaanza kumfananisha, utafikiri namfahamu, utafikiri mdogo wake Kili. Kaanza kumtafuta mama mwenye nyumba wa Kili, mwambie Kili kama yuko hapo mke wako aje angalie huyu mtu yuko hapa. Kweli huyo akakimbia, ambaye ndo mke wa Kili. Fika pale akakuta ni shemeji yake. Jamani, ni Baraka. Hatujui kilichomkuta haki. Baraka amejeruhiwa, kichwa kimevimba vibaya mno upande huo. Kusonga kushoto. Kama amevimba kushuka kote kwenye jicho. Na mburuziko baadhi ya sehemu zingine huku kwenye nyayo, mburuziko. Hakutoa damu. Na gari ya polisi kufika pale kumpeleka hospitali. Mimi wakanifuata wenzie na huyu. Mama, Baraka hatujui ni ajali, hatujui ni nini. Nini? Hayuko hospitali. Wamemwokota njiani. Nikawa nakimbia kwenda hospitali. Kufika hospitali nakuta mwanangu yuko serious na mvua zimemwishia pale nje. Yupo chapi. Kaendelea kumhudumia madaktari hapa kwenye chumba cha bidhaa, kaendelea kumhudumia, kumpa dripu, dawa hizi na hizi, mtoto asiamke wala uvimbe usipungue. Wakatupa kitanda. Kwenda odini, daktari akasema huyu mtoto tusimkalishe hapa. Aende Mbeya. Huenda ameumia kwenye kichwa, ila kapime kipimo kikubwa. Basi hapo tukawa tunaenda Mbeya. Tumehangaika Mbeya. Tumepokea pale Mbeya emergency. Tumehangaika na madaktari, wamehangaika usiku, akatupa kitanda. Nendeni odi namba 2. Ndio odi namba 2 hapo rufaa. Kampima, walipompima walichokikuta akasema kwenye ubongo, damu na ubongo vimevelia. Na kuna kimpasuko fulani kipo huko kichwani. Batuonyesha hapa tuko ICU, ndo ametuonyesha sasa ICU kwamba picha zile zinaonyesha kabisa kuna kimpasuko, damu ubongo umevilia. Basi wakaendelea kumhudumia. ICU tulikaa siku 12. Waendelea kumhudumia. Akasema na pingili moja imekatika ya hapa shingoni. Hapa kuna kapingili kamekatika. Yesu anazeti. Ndio kufumbua macho. Ila toka tulivyoenda wiki 3 hizo mtoto hakuna kumuona macho wala nini, ndio hivyo ya kwa serious. Ndio macho. Wakaturuhusu nendeni odini, tukatoka kwenye chumba cha ICU. Ndio odini, kaenda kufumbua macho taratibu. Kaenda kufumbua macho taratibu. Baadaye wakaturuhusu. Sema kwa sasa hivi huyu mtoto kumbukumbu haziwezi kurudi akiwa huko hospitalini. Natakiwa mwende nyumbani. Asante, tunashukuru. Tuna deni kubwa mno. Kabidi tuendelee kama mle hospitalini, huko hela zinaendelea kutafutwa. Tumekaa, hela zinaendelea kutafuta, tunapunguza deni kidogo. Tulipomaliza deni, ndio tukaambia jamani tumemaliza deni, wakasema naendeni nyumbani mpaka mnakuja kliniki. Mpa maji. Jamaa mnamlisha sana. Mabomba 10. Maji hayo. Basi turudisha siku ya kuchelewa, nendeni nyumbani tena mtakuja baada ya mwezi mmoja. Madawa katanikia, madawa nasamehe. Kwa ajili ya kusafisha huko kwenye kichwa chake. Nilipokuja hiyo tarehe 9, baada ya tarudi mwezi wa 5, ndio akamwangalia. Mpaka hapa tunachofanya mazoezi. Kumfanyisha viungo vyote mazoezi. Kumkalisha. Changamoto ndio tunazopitia hizo mpaka dakika hii. Alichokutana nacho kwa kweli hatukijui. Mpaka dakika tuseme tunajua tofauti. Ni msaada tu, watu wakija wanajitolea wanatupa msaada, maana huduma bado. Hapa sasa hivi tunapoenda Mbeya na maana katolewa mpira na urudishwa mfumo wa chakula kwa mdomo. Mimi hapa kwa mahesabu tunataka kwenda safari, haiwezi kupungua 500. Maana hapa kufumua news hizi ni hela. Hii ni operation tena nyingine inaenda kufanyika kumrudisha tena Fieta. Yani si chini ya 500 ambayo natakia niende nayo siku hiyo.
Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.